وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بعد ya utangulizi huu tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala alladhi manna alaina bi ni'mati al-islam was-sunnah. Tumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala ambaye ametuneemesha kwa neema ya Uislamu na sunna juu ya siha na afya, tukiafikishwa vile vile katika kukaa kwenye vikao kama hivi siku hii ya leo, siku ya Jumanne. Tuna risala ya al-aqida al-wasitiyya ya al-imam al-alim al-rabbani شيخ الإسلام حقا هو ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. tupo katika kuzungumzia yale yanayoingia katika al-imanu billah. Alipokuwa akitaja hizi nguzo 5-6 za iman, na bil haqiqa huu ndio muhtawa wa hii risala. Alipokuwa akitaja nguzo hizi rahimahullahu ta'ala, katika nguzo ya kwanza akasema wa min al-imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabi وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الكلمات aliposema kwamba katika sehemu hii ya kwanza ya al-imanu billah, akasema katika sehemu hii ya al-imanu billah pia inaingia imani ya mtu kuamini kile ambacho amejisifia mwenyewe nafsi yake katika kitabu chake, lakini kile ambacho amemsifu kwacho mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo katika jumla ya al-imanu billah unaingia mlango wa al-imanu bi sifati Allah subhanahu wa ta'ala, bi asma'ihi wa sifatihi. Unaingia mlango wa kuyaamini majina ya Allah na sifa zake, na sisi bado tuko katika sehemu hii. Katika usiku huu wa al-arbi'a tutataja baadhi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa mwendelezo wa
silsila ya kuzitaja sifa katika mlango huu wa al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Leo tutakuwa tukiitaja sifa moja miongoni mwa sifa za Allah au sifa mbili miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu ya kwanza. Aliposema mshereheshaji wa risala hii, dhikru ridha Allahi wa ghadabihi wa sakhatihi. Huu ni mlango wa utajo unaotaja sifa ya ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mlango unaotaja ridhaa ya Allah, kuwa Allah katika jumla ya sifa zake anaridhia. Miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni ar-ridha, ni kufanyeje? Kuridhia. Lakini miongoni mwa sifa za Allah ni al-ghadab, kukasirika, hasira. Dhikru ridha Allahi wa ghadabi, huu ni mlango wa kutaja sifa ya Allah ya kuridhia na hasira zake Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana hasira, pata hasira. Wa sakhatihi, kadhalika Allah anaghadhibika. Allah subhanahu wa ta'ala anaghadhibika. Lakini kadhalika mlango huu unataja kuwa katika jumla ya sifa za Allah ni al-karaha, Allah subhanahu wa ta'ala anakarahika wa karahiyati, na kukarahika kwake Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim. Yote haya yapo katika al-Qur'an al-Karim. Wa annahu muttasifun bidhalik, na kwamba yeye Allah husifika na hayo. Mlango huu nadhani katika vitabu vyenu haupo, na baadhi ya rasail, kuna baadhi ya maulama wameziwekea milango kabisa, lakini nimeangalia katika risala zenu nyingi hii milango haipo. Haya, tunaendelea. Anasema wa qawlihi radiyallahu anhum wa radu anhu, na kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema radiyallahu anhum wa radu anhu, ameridhia Allah kwao. Radiyallahu anhum, ameridhia Allah kwao wao. Wa radu anhu, na wao wameridhia kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Ay anil mu'minin, Allah ameridhia kwa waumini matendo yao na sa'i yao, lakini na wao wameridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo amewapa katika aljazaa bima amilu. Radiyallahu anhum ay radiya anhum bima amiluhu min at-ta'ati al-khalisati lahu, ameridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa waumini kwa yale waliyotenda katika taa iliyo khalis kwa ajili yake Allah tabaraka wa ta'ala. Waradu anhu bima jazahum min an-na'im, na wao wameridhia kwake, wamemridhia Mola wao subhanahu wa ta'ala kwa kile alichowapa jazaa, alichowalipa min an-na'im, katika neema za milele. Waridha minhu subhanahu, na ridha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ridha ambayo inatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa arfa'u darajat, huwa arfa'u darajati an-na'im, ni daraja ya neema iliyokuwa juu, ni daraja ya neema ya juu kabisa, au ni daraja za neema za juu kabisa, katika zile daraja ambazo Allah subhanahu wa ta'ala
amewapaza waja wake katika neema zake subhanahu wa ta'ala, basi ni kuwa kule kuridhiwa waumini na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni daraja ya juu. Anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala, waridwanun min Allahi akbar, waridwanun min Allahi akbar, na ridhaa kutoka kwa Allah, ule uridhio wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni jambo kubwa mno, ni jambo kubwa mno. waridahum anhu ridha kulli minhum bimanzilatihi hatta yadhunna annahu lam yu'ta ahadun khayran mimma utiya. Na inapotajwa ridhaa za waja kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala, ni ridhaa ya kila mmoja pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atawaridhia kila mmoja katika sisi waja wake, na kila mmoja akahalalisha ridhaa yake Allah kwake yeye, mpaka mja huyo akadhania kwamba katika wote waliofufuliwa siku hiyo hakuna aliyepewa nafasi ya juu na daraja ya juu kama yeye, hakuna aliyepewa kheri kama yeye mja huyo. Katika aya hii utaona kwamba kunatajwa nini? Sifa ya aridha, sio? Wa qawlihi, na qawli yake Allah aliposema waman yaqtul mu'mina muta'ammida, na yeyote atakayemuua mu'min ili hali amekusudia kumuua. waman yaqtul mu'mina muta'ammida, na yeyote atakayemuua mu'min muta'ammida, ihtiraz, hii ni ihtiraz, atakayemuua mu'min ili hali ni mwenye kukusudia. So kuna kuua pasi na kukusudia. Allah subhanahu wa ta'ala atakayataja madhambi na ukuu wa madhambi haya kwa yule atakayekusudia kuimwaga damu ya mu'min kwa kumuua. Mtu huyo akamuua mu'min mutaammidan, si kwa kuua kwa bahati mbaya. Na almutaammid, mwenye kukusudia katika mauaji, huwa alladhi yaqsidu man ya'lamuhu adamiyyan ma'suma, ni yule ambaye anayemkusudia mtu fulani katika wanadamu, anamkusudia mtu fulani katika wanadamu ambaye mwanadamu huyo pia damu yake imekingwa, imelindwa, imeharamishwa kumwagwa damu hii. Akatoka mtu akamkusudia akiwa anafahamu kwamba huyu ni mwanadamu, lakini mwanadamu huyu pia damu yake ni haramu kumwaga. Fayaqtuluhu bima yaghlibu ala dhann mautuhu bihi, akamuua kwa kile kinachoaminika sana kuwa hutokea kuua kitu hicho. Yani akawa amekusudia kwa silaha ambayo hiyo silaha huwa inaaminika kwamba inaua. Sijui mnanielewa vizuri? Kiboko hakiui fil asli, sio vile vijiboko vya kuwachapia watoto. Lakini je, fimbo ilikuwa ngumu na kupigwa mahara ambapo ni pabaya inaua, sio? Wa hakadha, na silaha yoyote nyingine ambayo inadhaniwa au inaaminika sana sana kwamba kwa silaha hii aweza kuuliwa mtu kupitia silaha hiyo na yakapatikana mauti kupitia silaha hiyo, huyo anapofanya hivi awe amekusudia mtu maalum na akamwendea na silaha ambayo inaaminika kwamba silaha hii inaua, huyo anahesabika katika sheria ya dini kwamba ameua hali ya kuwa amefanyaje, amekusudia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fajazaohu jahannamu, huyo malipo yake ni jahannam, adhabu yake katika akhira jahannam, ni kuingia katika moto wa jahannam, ni kuingia katika moto wa jahannam. Na jahannam maana yake ni
ni mashimo, ni shimo lenye kina kirefu. Ndiyo maana ya jahannam, ni shimo lenye kina kirefu, ambapo katika huko akhera ni mashimo ya marefu halafu yenye moto mkali siku hiyo ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu huyu malipo yake ni jahannam katika akhera, adhabu yake itakayomstahiki ni jahannam. Khalidan fiha, ataingia katika tabaka miongoni mwa tabaqat, miongoni mwa matabaka ya moto wa jahannam. Khalidan fiha, ataishi humo katika jahannam kwa muda mrefu. Ikiwa ni Muislamu ataishi kwa muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria, na ikiwa ni kafir ataishi humo milele. Wal khulud huwa al-mukfu at-tawil, na khulud ni kukaa mahala kwa muda mrefu. Kwa hiyo watakaa katika hiyo jahannam kwa muda mrefu. Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema wa ghadiba Allahu alayhi, na Allah subhanahu wa ta'ala amemkasirikia mtu huyo. Wa ghadiba Allahu alayhi, na amemkasirikia Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'tufun ala muqaddarin dalla alayhi siyaq, ay ja'ala jazaahu jahannam wa ghadiba alayhi, yani amejalia malipo yake mwanzo ni jahannam, lakini haitoshelezi, anaingia katika jahannam ilhali mtu huyu pia ameghadhibikiwa na Allah, amekasirikiwa na Allah. Ikatajwa sifa ya nini? Ya al-ghadab. Wa la'ana, na amemlaani Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza kumuingiza katika jahannam, kisha al-ghadab, Allah kumkasirikia, kisha akamlaani. Wa la'anahu, na akamlaani, na amemlaani mtu huyo. Ay taradahu an rahmatihi, amemfukuza na kumweka mbali na rahma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu al-la'nu huwa at-tardu wal-ib'adu an rahmatillah, sababu la'na ni kufukuzwa na kuwekwa mbali na huruma ya Allah tabaraka wa ta'ala. وقوله نقولياك ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ذلك hayo malipo ambayo yametajwa, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika suratu Muhammad, sio hayo malipo aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala mabaya, min shiddati tawaffi almalaika. Allah subhanahu wa ta'ala alitaja watu waovu na vile malaika wanavyowapiga nyuso zao na migongo yao kwa sababu ya kuwa wao walifuata yale ambayo yalimchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo aliyoyataja Allah, hayo aliyoyataja katika ukali wa adhabu ambayo ni malaika kuwapiga makafiri, biannahum, ni kwa sababu wao ittaba'u ma askhata Allah, waliyafuata yale ambayo yalimchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, yalimghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, yalimghadhibisha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanasema watu wa lugha, al-ghadab wa sukht ni maneno mawili ambayo yanakaribiana. Al-ghadab ni hasira na as-sukht ni ghadhabu ambazo zinakwenda zaidi, ni chuki ambazo ni kali zaidi kuliko al-ghadab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema adhabu hii ni kwa sababu wao, biannahum, ni kwa sababu wao ittaba'u ma askhata Allah,
waliyafuata yale ambayo yalimghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, yani mghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-inhimaku fil ma'asi wash-shahawati al-muharrama, ni wao kuzama na kupitiliza katika maasi na matamanio ya haramu. Walipokuwa wamejisahau na wamezama katika matamanio na maasi, hawa makafiri wakawa hawajali, wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ya starehe na kivutio cha maasi. Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuyafuata haya akawaghadhibikia Allah subhanahu wa ta'ala, waliyafanya yale ambayo yalimghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah akaghadhibika kwa sababu yalitokea kwa wao yale yaliyomghadhibisha Allah tabaraka wa ta'ala. Wakarihu ridwana, na wakachukia radhi zake Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ameegemeza radhi kwake yeye subhanahu, na wakazichukia radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ay karihu ma yurdihi min al-iman wal a'mal as-salihah, waliyachukia yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika iman na matendo yaliyokuwa mema. Akataja Allah subhanahu wa ta'ala kuwa walichukia radhi zake, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala mahala hapa aliposema walichukia radhi zake ni tafsiri kwamba yeye Allah kwanza ana radhi, anaridhia na anawaridhia waja wake, na anaipenda hiyo sifa ya aridha. Wa qawlihi, na qawli yake aliposema Allah tabaraka wa ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Az-Zukhruf alipomtaja Firaun na ile mamlaka yake vile alivyo wachezea watu, akasema fastakhaffa qaumahu fa'ata'u, akawachezea watu wake, akazichezea akili za wale watawaliwa wake, raia zake, fa'ata'u, wakapumbana na wakamtii huyu Firauni katika kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema falamma asafuna, walipotughadhibisha, aghdabuna, asafuna bimaana aghdabuna, walipotukasirisha sisi, yani ni ishara kwamba Allah amekasirishwa na akakasirika. Intaqamna minhum, tuliwaadhibu wao kwa sababu ya hayo matendo yao ya kumtii Firaun katika uovu wake. Firaun alikuwa na uwezo wa kuzichezea akili za raia wake, na wakamnyenyekea na wakamtii katika hilo. Katika mambo aliyomtii ni pale aliposema ana rabbukumul a'la fa'ata'uhu ala dhalik au fi dhalik, alipowaambia kwamba mimi ni Mola wenu mkubwa aliye juu, na wao wakamtii katika hilo, zichezea akili zao wakamtii katika hilo. Allah anasema falamma asafuna intaqamna minhum, tukawaadhibu wao. Katika kauli yake aliposema falamma asafuna, walipotughadhibisha, hapa tunapata kuwa Allah anathibitisha sifa ya al-ghadab, kwamba yeye yaghdab, anakasirika subhanahu. Wa qawlihi, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walakin kariha Allahum bi'athahum, wanafiq katika suratu Tauba walipopata uzito wa kutoka katika al-jihad fi sabilillah kuelekea Tabuk katika mwaka wa 9 Hijria, walipochukia kutoka wakawa
kutoa visingizio ambavyo havikuwa ni vya kweli, visivyokuwa na maana. Wakawa wamechukia jambo hilo la kutoka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwanza akachukia wao kutoka, hakutaka na wao watoke kwa sababu jambo hilo hawakulitaka. Jambo hilo hawakulitaka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walakin kariha Allahu inbi'athahum, lakini Allah mwenyewe pia akakasirika kutoka kwao. Kariha huna bimaana abghadha, alikasirika na jambo hili la wao kutoka wakachanganyikana na Waislamu. Hakupendelea jambo la kutoka kwao. Walipopata uzito, Allah subhanahu wa ta'ala akakasirika na au akakarahika na wao kutoka. Ay khurujahum ma'akum lilghazwi, alichukia Allah subhanahu wa ta'ala utokaji wao pamoja nanyi kwa ajili ya kupigana vita katika vita vya Uhud. Fathabbatahum, akawazuia. Alipochukia kutoka kwao, fathabbatahum, akawazuia, akawatia uzito wa kutoka. Habasahum anil khuruj ma'ak, ay anta ya Muhammad, akawazuia wao kutoka pamoja nawe ewe Muhammad. Wa khadhalahum qada'an wa qadara, Allah subhanahu wa ta'ala akawatosa katika hili, na hili kuwa jambo hili lipita katika qada, amehukumilia hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, na qadari ya kimaumbile ilipita hivyo. Wa in kana qad amarahum bil ghazwi shar'a, hata kama alikuwa amewaamrisha wao kupigana kisheria, sababu sheria ili wataka wao wafanyeje, watoke kwenda vitani, lakini qadar ya kimaumbile ilishapita kwamba wao watakasirika, watachukia jambo la kutoka. Allah subhanahu wa ta'ala fathabbatahum qada'an wa qadaran, kimaumbile, yani vile alivyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala akawazuilia kutoka. Wakati alipokuwa pia amewaamrisha watoke kisheria, lakini pia wa aqdarahum hisan, aliwawezesha, aliwapa uwezo, aliwapa akili, akawapa afya na uwezo wa mali. Kwa hiyo alikuwa amewawezesha kutoka, lakini kwa sababu nyoyo zao hazikutaka jambo hili, basi Allah subhanahu wa ta'ala akawazuia, hakuwasaidia katika jambo hili la kheri, kwa hikma aliyoifahamu yeye mwenyewe Allah tabaraka wa ta'ala. Na hikma hiyo ameibainisha Allah subhanahu wa ta'ala fil ayati allati ba'daha fi qawlihi, katika aya iliyokuja baada ya kauli hii aliposema Allah tabaraka wa ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa khabala, lau wangelitoka pamoja nanyi wasingelikuzidishieni isipokuwa khabala, wangelikuzidishieni hali ya kutotulizana, wangelikuzidishieni hali ya uzito katika jambo hili. قال وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، zimekuwa kubwa hasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zimekuwa kubwa hasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-maqta huwa al-bughd, al-maqtu ni bughd, ni kuchukia, ambayo ina maana ya hasira. Wa qawluhu kabura maqtan 'inda Allah, zimekuwa juu hasira za Allah subhanahu wa ta'ala, amechukia zaidi Allah subhanahu wa ta'ala an taqulu ma la taf'alun, kuyasema yale msiyoyatenda. An taqulu ma la taf'alun,
ni kuyasema yale ambayo nyinyi hamyatendi. Mnaahidi katika nafsi zenu kutenda kheri, lakini kheri hizo hamzitendi. Ta'idu anfusakum khaira thumma la tafu bima wa'adtum, yale ambayo mmeahidi wenyewe kwa nafsi zenu hamyatendi. Na kumepokelewa sababu ya kushuka aya hii, anna unasa min almu'minin, ya kwamba watu miongoni mwa waumini, kabla an yufrada aljihad, kabla ya kufaradhishwa ibada ya aljihad fi sabilillah, walikuwa yaqulun, wakisema, wadidna law anna Allah akhbarana bi ahabbi al-a'mal, fatamani mno lau Allah angetuelezea ni ipi amal iliyokuwa inapendeza zaidi kwake yeye, fana'mala bihi, ili tuifanyie kazi amali hiyo. Fa akhbara Allah nabiyahu sallallahu alayhi wasallam, Allah akamkhabarisha nabii wake alayhi salatu wassalam, anna ahabba al-a'mal, ya kwamba matendo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwanza ni imanu billah, ni imanu billah la shakka fi, hakuna shaka kuwa ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, bima fihi min kalimati at-tauhid, kusudia ile kalima at-tauhid, sababu ile kalima shahada ya la ilaha illa Allah ile ni imani. Kisha akasema wa jihadu ahli ma'siyatihi alladhina khalafu al-iman, na kuwapiga vita watu wa kumwasi yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ambao hao walimuasi Allah tabaraka wa ta'ala, walikhalifu iman, walam yuqirru bihi, na hawakuikiri hiyo iman, yani waliasi iman, waliasi shahada, na hiyo shahada hawakuikiri, shahada ya la ilaha illa Allah. Falamma nazala aljihad kariha dhalika unasun min almu'minin, lakini hukumu hii aljihad fi sabilillah iliposhuka hukumu ya jihad fi sabilillah, wanaambiwa watu kwamba sasa tokeni, nendeni mkapigane fi sabilillah, kwa sababu hii ni katika yale matendo ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kariha dhalik unasu min almu'minin, walikarahika hilo, walilichukia hilo watu katika waumini. Washaqqa alaihim amruhu, na hiyo amri ya jihadi ikawapa tabu watu hao, kaiona ni nzito. Faqala Allah kasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mwasemea nafsi zenu mkiahidi kheri, lakini kile ambacho nyinyi hamkitendi? Limadha ta'iduna anfusakum khayran thumma la tafu bima wa'adtum. Allah subhanahu wa ta'ala akawasemeza waumini katika namna ya kuwalaumu. Ushahidi katika aya ni kwamba katika aya hizi ndani yake kuna wasfullahi bilghadab waridha wal'an walintiqam walkarahiyah walasaf walmaqt. Kuna tajwa ndani yake sifa ya ghadab, sifa ya kukasirika, kadhalika sifa ya kuridhia, sifa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawalani adh-dhalimin, watu waovu. Sifa ya Allah ni kwamba anaadhibu. Miongoni mwa sifa zinazotaja za Allah katika aya hizi ni kwamba kuna karaha, Allah subhanahu wa ta'ala karahika, chukia. Wa hadhihi kulluha min sifati al-af'al, na zote hizi ni katika jumla ya sifa za vitendo vyake Allah tabaraka wa ta'ala, allati yaf'aluha jalla wa ala, sifa ambazo anazitenda, vitendo ambavyo Allah anavitenda jalla wa ala, mata shaa, idha shaa, wa kaifa shaa, wakati wowote anapotaka, pale atakapotaka subhanahu wa ta'ala. Wa
ta'ala na kwa namna anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlus sunnati yuthbituna dhalika lillah, na ahlus sunna wanayathibitisha hayo yote kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kama athbatahu li nafsi, kama alivyothibitisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake, ala ma yaliqu bi jalalihi, kwa vile inavyolingana na utukufu wake na hadhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo anakuja shekhe akitaja sifa ya al-maji, maji'u Allah subhanahu wa ta'ala li fasl al-qada bayna ibadihi ala ma yaliqu bi jalalihi, kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika moja ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-maji, ni kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala maji'un yaliqu bihi subhana, ujio ambao unalingana sawa na hadhi yake Allah tabaraka wa ta'ala. Atakuja Allah subhanahu wa ta'ala li fasli alqada'i baina ibadi, kwa ajili ya kupambanua hukumu, kwa ajili ya kupambanua hukumu, kuwahukumu waja wake, kupambanua hukumu kati ya waja wake, ala ma yaliqu bi jalali, kwa vile inavyolingana sawa na hadhi yake na utukufu wake Allah jalla wa ala. Waumini ahli sunnati wal jamaa wanaamini kwamba siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakuja, tutakuja kuziona aya zinazoonyesha kwamba Allah atakuja kwa lengo la kupambanua hukumu kati ya waja wake, kuwahukumia waja wake subhanahu wa ta'ala. Kisha nasema katika mlango huu wa qawlihi, na qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala, hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amr. Anasema rahimahullah akitaja baadhi ya aya zinazothibitisha sifa ya ujio ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaitaja aya ya suratul Baqara ya 210 iliposema hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal malaika. Anasema Allah, hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal malaika, je wanangoja mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awajie wao? Je wanangoja mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awajie wao katika vivuli vya mawingu, katika vivuli vya mawingu, fi dhulalin min al-ghamam, wanangoja Allah mpaka Allah awajie katika vivuli vya mawingu, wal malaika, na malaika pia waje, wa qudiya al-amr, na hukumu iwe imekwisha tokea, hukumu iwe imekwisha tolewa ya kuwa wao wanaangamia, wa qudiya al-amr, na hukumu iwe tayari kushatolewa kuwa wao wanaangamia. Hali yanzurun, je wanangoja watu hao? Allah subhanahu wa ta'ala anataja maneno haya, lakini ndani yake kuna tahdidun lilkuffar, kuna kuwatisha makafiri, kuwazungumzisha makafiri kwa maneno magumu, makafiri ambao wameacha kuingia katika Uislamu, ambao wanazifuata nyenendo za sheitani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hal yanzurun, je wanangoja wao? Wanangoja mpaka awajie wao, sababu neno yanzuruna lina maana
ya kungoja. Sehemu hili na maana ya kungoja mpaka wajie Allah subhanahu wa ta'ala. Ujaji huu ni kuja kwa hakika. Allah subhanahu wa ta'ala yati, atakuja yeye kwa dhati yake, atakuja yeye mwenyewe kwa dhati yake kwa ajili ya kupambanua hukumu bainahum yawm al-qiyama, kupambanua hukumu baina yetu sisi waja wake siku hiyo ya kiyama. Fayujazi kulla amilin bi'amali, amlipe kila mwenye kutenda amal kwa amali yake. Allah subhanahu wa ta'ala atakuja fi dhulalin min al-ghamam. Dhulal ni wingi wa dhulla, na dhulla ni kile kinachokufunika wewe. Akasema kwamba Allah atakuja katika vivuli min al-ghamam, vya mawingu. Wal-ghamam as-sahab ar-raqiq al-abyad, ghamam ni mawingu laini iliyokuwa meupe. Sumia bidhalika, yaliitwa hivyo liannahu yaghumu wa yastur, yameitwa hivyo ni kwa sababu yatafunika na kustiri. Kadhalika wal malaika, na malaika, ay wal malaikatu yajiuna fi dhulalin min al-ghamam. Tafsiri yake na kwamba malaika pia na wao watakuja katika hivyo vivuli vya nini, vya mawingu. Watakuja katika hivyo vivuli vya mawingu. Wa qudiya al-amru, na hukumu iwe imekwisha tolewa ya kuwa wao wataangamia. Ay furigha min al-amri alladhi huwa ihlakuhum. Wa qawlihi, na qawli yake Allah aliposema hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaika au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'd ayati rabbik. Je, wanangoja mpaka wajiwe wao na malaika? Wanangoja mpaka wajiwe wao na malaika wa Allah tabaraka wa taala. Malaika wa Allah tabaraka wa taala, al-mufassiruna wanasema malaika anayekusudiwa hapa ni yule malaika ambaye atakuja, au malaika atakaokuja liqabdi arwahihim, kwa ajili ya kuchukua roho zao. Je, wanadamu wanangoja mpaka wajiwe na malaika liqabdi arwahihim, kwa ajili ya kuchukua roho zao? Au yati rabbuk, au wanangoja mpaka aje Mola wao subhanahu wa ta'ala bidhatihi lifasli alqada'i baina alibad, aje kwa dhati yake Allah tabaraka wa ta'ala kwa ajili ya kufanya upambanuzi wa hukumu kati ya waja wake. Au yati ba'd ayati rabbik, au wanangoja mpaka ziwajie baadhi ya alama za Mola wako. Baadhi ya alama, si zote, ziwajie baadhi ya alama za Mola wako. Hizo ni katika alama kuu miongoni mwa alama za mwisho za siku ya kiyama. Wanataja ahlul ilm kwamba aya inayokusudiwa hapa huwa tulu'u shamsi min maghribiha, ni alama ya mwisho, nayo ni ile alama ambapo jua litachomoza kutoka magharibi kwenda wapi? Mashariki. Yani ule utaratibu wa jua siku hiyo utabadilika, na ndiyo wakati ambapo baada ya hapo hakukubaliwi toba ya mtu. Wadhalika ahadu asharati as-saa al-kibar, na hiyo ni moja ya alama za kiyama zilizokuwa kubwa. Idha waqa'a ughliqa babu at-tauba fala yuqbal, takapokuwa alama hii na ishara hii imetokea, ule mlango wa kuwa sasa watu ilibidi watubie, kwa sababu mlango ulikuwa wazi, mlango huo utafungwa. Fala yuqbal,
hakuna atakayekubaliwa toba yake. Amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. kadhalika al-Imam Muslim katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema kwamba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alisema la taqumu as-sa'a, hakitosimama qiyama, la taqumu as-sa'a hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, mpaka litakapochomoza jua kutoka kwenye magharibi yake, kutoka kwenye upande wake wa magharibi linakozama siku zote, mpaka litakapochomoza jua kutoka katika magharibi yake. Fa idha tala'at, hivyo litakapochomoza jua hilo, faraaha an-nasu, wakaliona watu kwa macho yao watakaokuwa hai, ambao watu hao bila shaka watakuwa ni shirarul khalq, kama zilivyokuja baadhi ya hadithi kwamba kiyama hakitosimama isipokuwa kwa shirarul khalq, kwa waovu wa viumbe. Wataiona alama hiyo ya kuchomoza jua katika upande wa magharibi. Watakapoiona amanu ajma'un, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wataamini wote, watu wote watakaokuwepo siku hiyo wataamini. Fadhaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khayra. Fadhaka, wakati huo au hilo litatokea wakati ambapo haitofawa nafsi imani yake, yani imani ya nafsi haitoifaa kuamini kwa nafsi wakati huo. Hizo nafsi ambazo sasa zinaamini kwa sababu zimeiona alama hiyo, hiyo imani haitozifaa nafsi hizo. Nafsi ambayo haikuwa imeamini hapo kabla au ikachuma katika imani yake kheri, haitokubaliwa toba ya mtu au imani ya mtu ambaye hakuwa ameamini hapo kabla. Asallallahu al-afiyah wassalam. Kisha nasema wa qawlihi, na qawli yake, wa qawlihi, na qawli yake, kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka, si hivyo, si hivyo, maanisha si hivyo, yani katika yale wanayofanya katika kula mali za yatima bila kujali. Kalla, si hivyo, idha dukkatil ardu dakkan dakka, kumbuka itakapotetemeshwa ardhi mtetemeko au kutetemeshwa. Idha dukkatil ardu dakkan dakka, itakapotetemeshwa ardhi kutetemeshwa. Itakuwa inatetemeshwa ile ardhi, inatetemeshwa mtetemeko baada ya mtetemeko, hatta yanhadima kullu man alaiha au ma alaiha min bina'in, kiasi ambacho zitavunjika nyumba zote ambazo ziko katika juu ya ardhi hiyo na kile ambacho kimejengwa katika ardhi hiyo, na kile kilichojengwa katika ardhi hiyo. Qala wajaa rabbuka, na akaja Mola wako. Baada ya hapo akaja Mola wako subhanahu wa ta'ala, akaja Mola wako ay bidhatihi lifasli alqada'i baina ibadi, akaja Mola wako subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kufanya upambanuzi wa hukumu baina ya waja wake subhanahu wa ta'ala. Jaa rabbuka wal malaku, kadhalika wakaja malaika, wakaja malaika. Al-malak ni jinsi ya malaika, kwamba wale malaika vile viumbe malaika na wao wakaja
saffan saffa, ay mustaffina saffan ba'da saff, wakaja hali ya kuwa wamejipanga safu baada ya safu, wamepangika, hawa wametangulia, hawa wamefuatia. Qad ahdaqu bil jinni wal ins, hali ya kuwa wamewazingira majini na watu, yani sisi tutawekwa katikati, kisha wale malaika watashuka hali ya kutuzunguka, na wao watakuwa wamejipanga safu safu. Kundi la kwanza litawazunguka majini na watu, kisha kundi la pili katika malaika. Fayakununa sab'ata sufufin, watakuwa malaika hawa ni safu saba. Zimekuja riwaya ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataifanya hukumu katika ardhi bayda, ardhi nyeupe, na watu siku ya kiyama watakusanywa katika ardhi ya Sham, watakusanywa Sham. Allah subhanahu wa ta'ala kitaka kuhukumu, atayumba ardhi bayda, atawahukumu waja wake baada ya kukusanywa huko Sham katika ardhi nyeupe. Zimekuja hadithi zikitaja hivi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua. Ulimwengu hivi unavyokwenda, tutafikia mahala kwa wale watakaodirikiwa na kiyama, wal iyadhu billah, watakusanywa katika Sham. Lakini pia zimekuja riwaya zinaonyesha katika kuwakusanya ni moto ambao asili yake ni bahari. Wa idha al-biharu sujjirat, bahari zitawashwa moto, kisha zianze kuwafukuza watu. Anasema alayhi salatu wassalam, tabitu ma'ahum haythu batu, au kitu kama hicho, kwamba ule moto utakuwa unalala nao pale watakapolala. Tu amekimbizwa, akifika mahara fulani sasa amechoka, ule moto unamgoja. Kishtuka akiamka, anaanza kukimbia, moto unakwenda naye mpaka watu wote wakusanywa katika maeneo ya Sham wote. Zimekuja riwaya zikizungumza hivi, wachoni wametaja riwaya hizi katika hadithi katika vitabu mbalimbali. Kwa hiyo malaika watawazunguka majini na watu. Wallahu musta'an, falyu'adhin al-mu'adhdhin. Al-Islam rahimahullahu ta'ala katika kadhia hii ya kwamba ardhi ya Sham ni ardhi ya mahshar, ana maneno yeye na al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wanasema ardhu al-mahshar madhkura fi ba'd al-ahadith qad takunu Sham, ardhi ya mafufuo, sehemu ya kufufuliwa zilizotajwa katika baadhi ya hadith huenda ikawa ni Sham. Walakin ardhu al-mahshar yawm al-qiyama, lakini pamoja na kwamba ardhi ya Sham huenda ikawa ndiyo sehemu watakapokusanywa watu, lakini ardhi yenyewe sasa ya watu kukusanywa, je, itakuwa ni ardhi hii ambayo tayari iko Sham au ni ardhi nyingine ambayo itakuwepo katika hiyo Sham? Kasema walakin ardhu al-mahshar yawm al-qiyama, lakini ardhi ya ufufuo siku ya kiyama haqa hiya ardhun ukhra, ni ardhi nyingine ambayo yubadiluha Allah kama fi qawli, ataibadilisha Allah subhanahu wa ta'ala kuweka ardhi nyingine kama ilivyokuwa katika kauli yake, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Kumbuka ya Muhammad, siku ambayo itabadilishwa ardhi kwa ardhi nyingine, itabadilishwa ardhi isiyokuwa ardhi hii, kadhalika na mbingu.
Na kwa ajili hii utaona wanawachuoni wametofautisha baina ya huo mkusanyo wa kabla ya siku ya Kiyama, wakati wa zile alama kubwa, ambapo kad yakunu fi Sham, kwamba ufufuo huu huenda ukawa katika Sham. Lakini alhashru yawm alqiyama, ambayo hiyo ni ya mwisho, wanasema wanawachuoni wengine kwamba hiyo ni ardhi nyingine ambayo ni mpya, ambayo ataianzisha Allah tabaraka wa taala. Na mazungumzo haya yapo katika milango vitabu vinavyozungumzia zile alamatu as-saa'ati al-kubra. وقوله نقولياك الله تبارك وتعالى وسيما ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. nakumbuka ewe Muhammad siku ambayo tashaqqaqu as-samaa, asili yake tatashaqqaq. Kumbuka siku ambayo zitachanika mbingu, zitapasuka mbingu, itapasuka mbingu hiyo itapasuka yaumal qiyama, siku ya Kiyama itapasuka mbingu hiyo, watamfariju, na iwe imetoa mianya, bilghamami, kwa mawingu, alladhi huwa dhulalun nur, ambavyo ni vivuli vya nuru iliyokuwa kubwa, alladhi yadhharu al-absar, itakayokuwa yani imeyashangaza macho, yani wale watakaoona hiyo nuru ambayo imetokana na vivuli vya mawingu, hiyo nuru itakuwa inawashangaza wenye kuiangalia. Qala Allah wa nuzila almalaikatu tanzila, wa nuzila almalaikatu tanzila, na wakashushwa malaika kushushwa malaika kwa maana ile ya kuwazingira viumbe, kuwazingira majini na watu, fi maqami al-mahshar, kisha katika sehemu ya mahshar, katika sehemu ya mahshar. Kisha wakati huo ndo atakuja Mola subhanahu wa ta'ala li fasli al-qada baina ibadi, kwa ajili ya kufanya upambanuzi wa hukumu kati ya waja wake subhanahu wa ta'ala. ashahidi katika ayati hizi annaha fadat ithbat al-maji wal-ityan lillahi yawm al-qiyamah bidhati ala ma yaliqu bi jalali, ni kwamba aya hizi zimethibitisha ujio wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama kwa dhati yake, lakini kwa vile inavyolingana sawa na jalali yake na dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu wake subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kufanya upambanuzi huo. Na huku kuja kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni katika as-sifatul fi'liya, ni katika zile sifa zake za kivitendo, ni katika sifa zake za kivitendo. Tunaposema sifa zake za kivitendo ni kwamba yeye atatenda kitendo cha kufanyeje, cha kuja, yani ujaji wa hakika. Na usije siku moja ukasimama ukaanza kutembea ukasema nakuja, yani atakuja kama kufuru ya watu imetokana na hivi. Walipoambiwa anashuka tu, alipanda sehemu ya juu kama kwenye ngazi, akawa anashuka kwao. Sema Mola anashuka kama hivi, haiwezekani. Sisi atuambia anashuka, lakini hakutueleza anashuka vipi. Na hapa ametuambia atakuja, lakini ametufafanulia atakuja vipi? La. Kule kutufafanulia atakuja vipi
ni ishara kwamba sisi hatujui sifa ya kuja kwake subhanahu wa ta'ala, ishara kwamba sisi hatujui sifa ya kuja kwake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo hili la kuja Allah subhanahu wa ta'ala ni katika jumla ya sifa za vitendo vyake vya hakika, yajibu ithbatuhuma ala haqiqatihima. Hii itiani na majii, sifa hii ya kuja yapasa kuthibitisha sifa hizi kwa uhakika wake. Wala yajuzu ta'wiluhuma bimaji'in, na haifai kuzifanyia ta'wili bimaji'in au itiyani amri, kuzifanyia ta'wili kuja amri yake, kwa kuzifanyia ta'wili ukazitafsiri hii sifa ya kuja ukasema hapana, kitakachokuja ni amri yake subhanahu wa ta'ala, ukasema si yeye mwenyewe Allah atakuja, na hatima yake ukathibitisha amri yake, ukathibitisha tafsiri ambayo hakuhitaji Allah tabaraka wa ta'ala, kama yafaluhu nufatu sifat, kama wanavyofanya hilo wakizani wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulun, wao katika aya hii Allah tabaraka wa ta'ala, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, katika kauli yake wajaa rabbuk, wanatafsiri wakisema ay jaa amruhu, itakuja amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Badala wao kusema atakuja Mola wako, wanasema itakuja amri ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min tahrifi ayati Allah tabaraka wa ta'ala, na hii ni katika kuziharibu aya za Allah tabaraka wa ta'ala. Wa naktafi bihadha alqadri wallahu a'lam.